Umoja wa Falme za Kiarabu UAE umetangaza kusitisha shughuli zote za kibiashara na kifedha kati yake na Iran hadi pale uamuzi huo utakapotangazwa kuondolewa, hatua inayokuja wakati mvutano wa kijeshi katika eneo la Mashariki ya Kati ukiendelea kuongezeka. Wizara ya mambo ya nje ya UAE imesema uamuzi huo umechukuliwa kutokana na kuongezeka kwa hali ya wasiwasi na mivutano katika eneo hilo ambayo kwa mujibu wa Abu Dhabi inatishia kudhoofisha amani na usalama wa kikanda. Hatua hiyo inaashiria mabadiliko makubwa katika uhusiano wa kiuchumi kati ya Iran na UAE, licha nchi hizo mbili kuwa na uhusiano mkubwa wa kibiashara na kwa miongoni mwa washirika muhimu wa kiuchumi katika eneo la Ghuba. Tangazo hilo limetolewa muda mfupi baada ya Wizara ya Ulinzi ya Falme za Kiarabu kusema kuwa imegundua makombora mawili ya masafa marefu yaliyorushwa kutoka Iran kuelekea UAE. Kwa mujibu wa wizara hiyo, kombora moja lilianguka nje ya maji ya eneo la mamlaka ya Falme za Kiarabu, huku kombora la pili likiingia ndani ya maji ya nchi hiyo. UAE imesema vikosi vyake vya ulinzi vinaendelea kuwa katika hali ya juu ya utayari ili kukabiliana na vitisho vyovyote vinavyoweza kujitokeza. Hata hivyo, Iran imekanusha moja kwa moja madai hayo. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, Ismail Baghani, amesema madai ya UAE kwamba Tehran ilirusha makombora kuelekea nchi hiyo hayana msingi. Iran haijakubali kuhusika na tukio hilo, huku mvutano wa kidiplomasia kati ya Iran na Falme za Kiarabu ukiendelea kuongezeka kutokana na hali ya kijeshi katika eneo hilo. Hatua ya Falme za Kiarabu yanakuja katika mazingira ambayo nchi hiyo imekuwa ikikabiliwa na mashambulizi na vitisho vinavyohusishwa na vita kati ya Iran na Marekani pamoja na Israel. Tangu kuanza kwa mapigano hayo, Falme za Kiarabu imekuwa moja ya nchi za eneo la Ghuba zilizoathiriwa zaidi na mashambulizi yanayodaiwa kuhusishwa na Iran, huku maeneo yake ya kimkakati, miundombinu ya nishati na usafirishaji yakionekana kuwa sehemu muhimu katika mzozo huo. Uhusiano wa Falme za Kiarabu na Iran ni wa aina ya kipekee kwa sababu licha tofauti zao za kisiasa na kiusalama, nchi hizo zimekuwa na mahusiano makubwa ya kibiashara. Dubai imekuwa kwa muda mrefu kituo muhimu cha biashara kati ya Iran na masoko ya kimataifa, huko wafanyabiashara wa Iran wakitumia bandari na mifumo ya fedha ya Falme za Kiarabu kwa shughuli mbalimbali. Kwa hiyo kusimamishwa kwa shughuli za kibiashara na kifedha kunaweza kuathiri biashara, usafirishaji, uwekezaji na mifumo ya malipo inayohusisha kampuni na wafanyabiashara kutoka pande hizo mbili. Uamuzi huo pia unaweza kuongeza shinikizo la kiuchumi kwa Iran, wakati nchi hiyo tayari inakabiliwa na changamoto kubwa kutokana na vita, vikwazo vya kimataifa na usumbufu wa biashara katika eneo la Ghuba. Falme za Kiarabu ikiwa ni moja ya vituo muhimu vya biashara katika Mashariki ya Kati, kusitishwa kwa shughuli za kifedha kunaweza kufanya baadhi ya biashara za Iran kukabiliwa na matatizo zaidi katika kupata huduma za benki, malipo ya kimataifa na usafirishaji wa bidhaa. Kwa upande mwingine, hatua hiyo inaweza kuongeza hatari ya mzozo mpana zaidi katika eneo la Ghuba, hasa ikiwa makombora au mashambulizi mengine yataendelea kulenga maeneo ya Falme za Kiarabu. Nchi hiyo imekuwa ikijaribu kudumisha nafasi ya kidiplomasia katika mzozo na Iran, lakini kuendelea kwa mashambulizi na vitisho kunaweza kuifanya Abu Dhabi ichukue hatua kali zaidi za kiusalama na kiuchumi dhidi ya Tehran. Kabla ya hali ya sasa, Falme za Kiarabu ilikuwa miongoni mwa nchi za Ghuba zilizojaribu kudumisha mawasiliano na Iran licha tofauti kubwa za kisiasa na kiusalama. Abu Dhabi na Tehran pia zilikuwa zimefanya juhudi za kupunguza mvutano na kuimarisha mawasiliano ya kidiplomasia kwenye kipindi cha miaka hivi karibuni. Hata hivyo, vita vya sasa vimeweka uhusiano huo chini ya shinikizo kubwa, huku usalama wa eneo la Ghuba, miundombinu ya mafuta na gesi, bandari na njia za kimataifa za usafirishaji ukiwa katika hali ya hatari zaidi. Falme za Kiarabu imekuwa ikisema kuwa haitaki eneo lake litumike kama sehemu ya mashambulizi dhidi ya nchi nyingine, huku ikijaribu kulinda maslahi yake ya kiuchumi na kiusalama ya taifa. Lakini endapo Tehran na Abu Dhabi zitaendelea kutoa madai ambayo yanapingana kuhusu matumizi ya makombora, hali hiyo inaweza kuongeza zaidi mvutano na kufanya juhudi za kidiplomasia kuwa ngumu. Hivi unajua kwa nini makampuni makubwa duniani hayaachi kujitangaza kila siku, licha ya kwamba tayari yanafahamika?
Sasa kama una biashara au kampuni lakini hujitangazi, customers wapya watakujua vipi? Na bila advertising, unategemea kukuza mauzo yako kwa njia gani? Ndio maana Global TV tunakupa nafasi ya kuitangaza biashara yako kwa audience kubwa ndani na nje ya Tanzania kupitia mitandao yetu ya kijamii. Advertising kupitia Global TV inaongeza brand visibility yako, inakufikisha kwa customers wapya na kuongeza nafasi ya bidhaa au huduma zako. Na habari nzuri zaidi, bei zetu za matangazo ni rafiki. Iwe una biashara ndogo, ya kati au kampuni kubwa, kuna nafasi inayoweza kukufaa. Usiache biashara yako isubiri kugunduliwa. Ipe visibility inayostahili. Anza kutangaza nasi. Wasiliana na Global TV leo na tuipeleke brand yako mbali zaidi.